Ukiangalia kwa haraka unaweza kusema nyumba imesha pauliwa kwa haraka, lakini bado ni nyumba hidden roof ambazo wengi tunazifahamu kwa saizi ndio trending ya sasa kwa hapa Tanzania, ndio zinazokimbiza hidden roof. Majina tofauti, wengine wanaita hidden roof, wengine wanaita contemporary, wengine wanasema mjengo wa sheri, na wengine wanasema za kuficha bati, lakini hii ufichaji wake bati kidogo ni wa tofauti. Hii inaficha bati pande tatu, pande wa mbele ya nyumba, pande wa nyuma ya nyumba ndiko inakumwaga. Kwa hiyo mbele ya nyumba kushoto na kulia, na nyuma huku na kuona, huku haifichi bati, huku ndiko itakakomwaga maji. Sasa ngoja tupande huko juu nikawaonyeshe moja ya kitu fulani, nikawaeleweshe. Tuingie ndani humu tuweze kuona. Nitaonyesha baadhi ya vitu kuelewesha tu, lakini moja kwa moja nyumba mnaifahamu, nimeonyesha sana toka tunaanza hatua za ujenzi huko mpaka hapa tulipofikia, lakini kuna kitu nataka niweze kuelewesha kidogo kwa wale ambao hawajui, najua wapo wanaojua. Sasa kama mnavyoona, nyumba ambayo tayari kazi yote ya kenchi na papi imekamilika kama mnavyoweza kuiona yote. Kwa kazi iliyobaki hapa inayosubiriwa ni bati. Je, kuna kazi ya bati tu? Kazi kubwa ya kwanza kabla ya kupigilia bati, si tunajua gani kenchi? Je, kabla ya kenchi au baada ya kenchi? Hizi za hidden roof contemporary kinatakiwa kitu kimoja. Hapa wao uone vizuri hapa. Unapopaona kwenye ukuta, bati linapokuja inatakiwa lizame ndani. Kwa hiyo hapa hatua iliyofuata kabla ya kupiga bati, inatakiwa tutindue hili tofali inchi 2 ninapokuonyesha sehemu kama yani bati linapotoka huku, likitoka limelala huku, moja kwa moja lipitilize hapa ndani inchi 2, ambao hii inchi 2 haifanyiki kwa ukuta wa juu peke yake, mpaka kuta zote. Yani kuta zote ambako bati litapita linagusa, ni lazima kuchimbwe bati lizame ndani wa inchi 2. Na bati sababu kwa limezama ndani ya inchi 2, tunachapia na simenti kali. Pia tunachanganya na waterproof, dawa ya kuzuia maji kupita. Kwa hiyo katabu kwa umefanyika hivyo, hiyo ndio kazi kubwa inayokuwa imefanyika. Na ukisha kuweza kutindua vizuri kabisa kama sehemu ambapo nimeweza kuonyesha hapo, na wengine endelea kunyizungusha uendelee kuiona vizuri ili palake. Ukisha kuwa umekamilisha kutindua, ndio hatua itafuata ni kupigilia bati. Zani wakati wa kupigilia bati nitawaonyesha pia, na hata tunapokuwa tumetindua nitawaonyesha pia. Kwa wewe ni kufuatilia tu video zangu ili uweze kuendelea kuona namna gani ambacho tunafanya, kwa sababu hatua nyingine zilizopita nimekuonyesha. Kwa hiyo utakapotindua zile inchi 2, inchi 2 ni sawa na sentimita 5. Unapokuwa unapigilia inatakiwa ile bati lizame ndani. Bati lizame ndani ya ile sehemu iliyochimbia, alafu kisha ukishamaliza kupigilia unakuja unachapia ile sehemu iliyopo wazi na simenti kali, alafu pia unachanganya na dawa ya kuzuia maji, waterproof. Kwa hiyo ukichanganya dawa ile waterproof kali kabisa, mvua inapokuja kunyesha haiwezi kuingia ndani humo, haiwezi kabisa kuingia ndani, maji haiwezi kupenya. Kwa hiyo hapo utakuwa umejihakikishia usalama. Utakuwa umejihakikishia usalama wa nyumba yako kuto kuvuja. Moja ya hatua ya kwanza utakuwa umekizi ya kudhibiti. Hatua gani nyingine ya pili ya kudhibiti utakayokuwa umekizi, nitawaelewesha kwenye video inayofuata. Ila ukiona umefanya makosa, hujafanya hivyo, hujatindilia humo, mara nyingi huwa inaweza kuleta changamoto ya kuvuja, hasa kwa ile fundi ambayo hana utaalamu, ambaye hana uzoefu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo nilichotaka kukuongezea, kwamba ujue unaposimama tunachimba wapi. Basi tutakapokuwa tumechimbia humo ndani, nitakuonyesha ndio kazi inayofuata sasa kabla ya kupigilia bati. Asante sana kwa kuwa na mimi.